kuwa na mchana ambao unazidi kukuendea vizuri sana. Au mzima popote ulipo, mie nipo mzima hapa studioni pamoja na mwenzangu ambaye tupo tayari kukuletea makala ya leo, na kama kawaida kipindi chetu leo tutaanza katika hali ile ya juu. Leo muda wetu tayari umekwenda dakika 13 baada ya saa 5 mchana. Whitkins Brian Odeo, mwalimu nambari 1 kulingana na Tujengane Walimu Awards mwaka 2025 bwana. Hii ni fari kubwa, tutaisema hadi wasikie, hadi wajue kwamba kwa wiki mitandao umeshika kasi. Kimitandao upo, darasani ndio mbaya zaidi. Darasani sasa ndio mbaya sasa. Kule wakisema wameanza kupiga kura, kutakuwa kubwa sana. Kule ni kubaya sana. Hujambo St. Peter's Mumias, mnasemaje? Sina neno, tuko sawa. Tunafurahia kwamba muda mchache tu kuanzia sasa tutakuwa tunaenda likizo fupi. Likizo fupi. Sasa mnawapeleka pia watoto wa grade ya 10? Wote wanaenda nyumbani. Mbona na wameshinda wiki moja tu shuleni? Ni serikali imesema, ni ratiba ya serikali, kwa hivyo muda ukifika kila mtu aende apumzike. Ndio utamu wa kuwa mwalimu, kwamba tunapumzika. Alafu bado baada utamu huu, alafu mnaenda maandamano sasa. Maandamano. Tutaangalia iwapo tunaona kama mifuko inakauka, tunasema serikali fanya kitu. Tumepumzika. Mapumziko yamekuwa mengi, ila hela ipo. Hela ipo, ama tuache wafunzwe na ulimwengu. Jamani. Inapendeza sana, lakini upo salama? Nipo salama. Nashukuru sana wewe kutoka shule ya wasichana. Kwa sababu gani? Ungekuwa leo umejiweka katika zile rangi za ajabu leo. Na gani zile? Za kufanikisha tarehe 14 mwezi wa Februari. Leo tarehe 14. Kweli Mungu anatupigania jamani. Sisi walala hoi. Ameanza kurejea, nilisema atakapofika shule ya wavulana hata kuoga na kujipaka mafuta itaanza kuwa ngumu. Itaadimika. Itaadimika. Kutakuwa unahesabu tu muda ulioko. Tayari kwa siku ya leo? Tupo tayari. Tumekuwa tukishughulikia tamthilia ya grade ya 10, 11 na 12 tangu wiki jana. Tuliwapatia maelezo kiujumla, tukaangalia tathmini, dhamira ya mwandishi, kitabu kile kizima. Tukawa tunataka tujue, je, matukio yapi yamepangwa pale ndani yakapangika, na ni swala lipi ambalo linaangaziwa haswa na mwandishi huyu Danka Okach. Kwa hivyo leo hii tulikuwa tumewaahidi kwamba tutaanza kuangalia moja kwa moja matukio kuanzia, hasa tunashughulika leo na onyesho la kwanza. Tuzamie ndani ya onyesho la kwanza tuone ni nini hasa kinajiri katika onyesho hili la kwanza. Watu wengi walijaribu kuulizia kwamba jahazi la Mchongoma. Naam. Kwanza hii jahazi la Mchongoma tulipozungumza juma jana, tulisema tamthilia hii itakuwa na mambo mengi sana kuliko tamthilia za awali. Kwa maana uhalisia ambao uko hapa ni uhalisia wa sasa ambao unafanyika. Na kwa sisi ambao tayari tupa macho au tumetupa jicho hapa na pale, tumemulika kama mulika tayari unasikia hata mtazamaji tunawataja wahusika hapa na pale, na mandhari ambayo ipo. Ukiona nasema ni siasa ya usasa ambao umejitokeza kwa sasa kunavyofanyika. Tuna magrupu za WhatsApp, makundi haya. Tuanzie juu peke yake. Jahazi la Mchongoma, sitaki tuende ndani. Kwa maana juma jana tulikuwa tumeelezea hadi ile ilani ambayo ilikuwa imetolewa pale. Na ikasemekana maovu ya awali ni maovu tu. Maovu ya awali na maovu ya sasa hayana tofauti. Maovu ni maovu. Na viongozi wasitumie maovu ya zamani. Maovu ya zamani kujaribu kuweka hali ya sasa, maovu yao ya sasa iwe sawa. Tayari tulikuwa tushaingia ndani. Lakini bingwa, jahazi la Mchongoma, kuna maneno mawili pale. Jahazi na kuna Mchongoma. Sisi tuanzie pale. Jahazi ni chombo cha usafiri, hasa chombo cha majini cha usafiri, inaweza kuwa ni meli na kadhalika. Ndio maana jahazi katika Kiswahili. Mchongoma sisi wote tunajua ni mti. Ni mti ambao ukiuangalia vizuri, hata kuna methali inasema kwamba kupanda mchongoma si kazi ni kushuka. Kushuka mchongoma si kazi ni kupanda. Kwa sababu gani? Mchongoma ni mti ambao huwa una miba kila sehemu, miba. Kwa hivyo mchongoma unapata wakati fulani
Iwapo unataka kupanda mti ambao umejaa miba, itakuwa ni kibaro kigumu kwako kukipanda ule mti. Sasa jahazi la mchongoma, jahazi tumesema ni chombo cha usafiri. Na chombo cha usafiri huwa kina nahodha. Nahodha ni ile captain. Yes. Kwa hivyo ndio maana hata katika kitabu hiki wahusika wale ambao wanapigania uongozi wanaitwa unahodha. Ile nafasi waliopewa. Sasa unajua kila katika kazi ya fasihi mwandishi huwa anatumia jina tofauti kurejelea wale kurejelea vile viwango vya uongozi. Kwa mfano unaona kama vitabu vimetangulia kama Kigogo walikuwa wanatumia kineno Kigogo. Kigogo kwa maana kwamba ni yule Kigogo ni mtu ambaye sasa amesimama pale kama mkubwa. Ukiangalia riwaya Nguvu za Jadi kuna neno mtemi. Mtemi kurejelea kwamba ndio kiongozi sawa nchi ya Matuo. Sasa kila mtu ana jina ambalo huwa anateua mwafaka kutumia. Sasa hapa nahodha ni mtu ambaye anasimamia jahazi. Na jahazi sasa pale ni meli. Kwa hivyo watu wote wale ambao wapo karibu na meli ni kama usafiri sasa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tunasafiri. Kuna malengo. Wajua tumetumia jahazi ndio pasa kwamba atupo tu tumesimama, tunasafiri. Naam, ni usafiri fulani. Tayari unanielezea ni kwamba mwanafunzi mzuri anapopewa nakala. Kitu cha kwanza anafaa aeleze, aanze kudadavua vizuri na ajieleze kwamba jina au ile anwani ya kitabu alilopewa kunaendana aje, michoro ambayo imewekwa imeenda namna gani, hadi majina ambayo wanapewa wahusika. Vile vile tunasema kwamba kulikuwa na mtemi kwa Kifo Kisimani. Huyu mtemi alikuwa ni mtemi wa wapi? Na nini ambacho kilikuwa kinafanyika? Sasa tunapata kwa jahazi, tumepata jahazi, lakini kwa jahazi atupewi rais, atupewi mtemi, atupewi kigogo, atupewi mstahiki popote. Mahali tunapewa sasa nani anayeongoza jahazi. Tunagundua kwamba tumepatiwa yule captain ambaye ni nahodha sasa. Ndio maana viongozi wetu hapa wanaitwa manahodha. Kwa hivyo huyu ndio atapigania nafasi ya juu pale ni nahodha. Alafu watu wengine wote ni wahusika ambao wanasema ni watu chini ya chombo cha usafiri. Mmoja kati ya mhusika katika chombo hiki cha jahazi la mchongoma. Ukiangalia katika maelezo ya wahusika, wale wahusika wengine wale wote akina Mbuyu, Kizito, akina Sumba, wale wote akina Dingo, Mode wanasema kwamba wale ni baadhi ya wahusika katika jahazi la mchongoma, isipokuwa Mulika ambaye ana majina mawili. Mulika mwenyewe ni jina lake halisi, lakini pale katika katika ukumbi huu wa WhatsApp anatumia ukumbi wa mchongoma katika WhatsApp anatumia jina Mizani. Kwa hiyo ana akaunti mbili. Akaunti yake ya kawaida ya Mulika. Na ndio samahani acha tu nikukatizie pale. Sijataka tuzidi kumwaga mtama yaliyo ndani kwa maana kwa sasa napotaka sisi tuelekee baada ya kumalizana na jalada hii. Alafu tunasema kwamba kumetokea tayari kwa mwanafunzi anapopewa kile kitabu akiangalia jalada tu anaanza kupewa mambo ambayo yapo ndani tayari yatakayojiri kabla ya na umetuelezea kwamba ikiwa ni jahazi lina nahodha lina endelea tayari ndio tathmini nataka kusema kwamba mbona mwandishi atumie jahazi? Kwa sababu katika jahazi ni usafiri. Sasa nchi ashakumsi matusi. Tulisema tunaelekea Singapore kwa mfano. Nataka tutumie mfano haya ndio watu waelewe. Sijasema mie tulisema tunaenda Singapore. Wakati Raila bado alikuwepo, alikuwa akizungumza na anasema kwamba tunafaa kwenda Canaan. Sasa nadharia fulani ilikuwa inatumika kueleza yale ambayo tunataka kuafiki sisi kama nchi. Kwa hivyo yeye alikuwa anasema kwamba tunaelekea wapi? Canaan. Na pale katika kuelekea Canaan kuna baadhi ya vitu bado ambavyo vilijitokeza ambavyo vilikuwa ni kama misukosuko. Katika safari hii yetu ya kwenda Canaan mambo yalikuwa mengi, mawimbi. Kumbuka tunatumia maji kusafiri. Mkapata mambo wakawa alivyoshindwa katika uchaguzi alisema kwamba ni mambo walitoka wengi ikawa lazima turudi nyuma. Kwa sababu tukiendelea mambo watafanya nini? Watatumaliza. Sasa jahazi hili limenunua nanga. Huenda nahodha ni tofauti. Lakini lengo la usafiri huwa ni kufika katika
sehemu ambayo tunakusudia kufika. Lakini nahodha ni yule mtu anaendesha. Sasa tunaweza chelewa kufika bali tunaenda kwa sababu nahodha pengine hana uzoefu. Au vile vile jahazi hili linaweza likapata matatizo, likakwama, likashindwa kwenda kabisa. Tukatafuta tena mafundi na maengineer kuja kutusaidia ndiposa jahazi na lingoe nanga, kwa sababu pengine jahazi lilikuwa na misukosuko, au hata yule nahodha aliyekuwa akielekeza chombo ana matatizo. Sasa amekuwa ni makubwa kwamba tayari mwandishi katika tamthilia hii ameanza tayari kusema kwamba jahazi hili lazima mliangazie. Kuna uwezekano likawa na matatizo, kulikawa tutahitaji watu wa kusaidia, pengine nahodha atafeli na yote yatatokea hapa. Hata abiria pia wana nafasi. Abiria anaweza kaenda katika sehemu ambayo hakuruhusiwa kuenda, kwa mfano akawa amekata hata nyaya pale, na tukapata kwamba jahazi limeingia matatizo kwa sababu mtu fulani alifanya matatizo. Kwa hivyo si mambo ya serikali kama nahodha tu na uongozi ule ama watu ambao wanaendesha. Wanaosafirishwa pia wana matatizo kwa sababu wale ndio abiria. Kumbuka abiria analipa nauli, na nauli hapa tunaweza sema kwamba ni pesa ambazo zinasaidia katika kukihifadhi hiki chombo. Sisi wote tunalipa ushuru katika serikali za kuhifadhi jahazi letu. Naam. Lakini ushuru ambao tunalipa inafaa itumike na wale manahodha kuhakikisha kwamba jahazi lipo sawa. Naam. Lakini wanaweza waamua pia wasitengeneze jahazi, wakafionza zile pesa ambazo tumelipa kama nauli. Ndio unapata kama jahazi linakuwa ni jahazi ambalo limechakaa tu. Naam, mwanafunzi, najua tayari wewe ambaye uko pale, na tunashukuru sana kuona kwamba vitabu vingi, shule nyingi tayari zimeshapata vitabu. Vitabu hivi vyote ni vya serikali, vimeidhinishwa na serikali. Kwa hivyo kwa duka zetu hizi za kuuza vitabu pengine vitabu vipo, lakini wajua kama vijijini huku pengine havijafika. Ukiwa unatoka mjini ni rahisi, wajua huwa anaanza mjini pale, utapata mjini vitabu vipo. Lakini najua kwamba wale watu ambao wanauza vitabu wale huwa wajui tu kwamba pengine nafasi ya kitabu kipo. Najua kwamba wakishajua kwamba kitabu kile kinahitajika watakimbia sana kukieka pale. Kwa hivyo nadhani pia dawati la lugha pia itasaidia wale kujua kwamba kuna vitabu inafaa tutafute tuviweke pale kwenye maduka yetu. Naam, tuanze kwa onyesho la kwanza sasa. Pengine kwa maelekezo yako wewe ndio unaweza ukatuelekeza je, ni mtiririko? Je, unaanzia wapi kama mwalimu, kwa maana ulisema msimu huu ni wa umilisi, elimu ya umilisi na njia za kufunza tofauti. Njia za kufunza tofauti. Sitaki nilete njia zile za nane mfumo 4 Uzuri ni kwamba nilisema vitu ambavyo tunaangazia havijabadilika sana. Ni vile vya kawaida vya kimsingi. Vitu ambavyo vimebadilika tuseme pengine ni nyenzo na namna ya kufundisha na kupitisha ujumbe. Na nilikuwa nimesahau kwamba wale nitaje kwamba walimu ule mtindo na namna na malengo na shabaha ya kutahini mtihani wa Kiswahili katika gredi ya 10 ishatoka. Baada ya kutahini NEC imeonyesha kwamba tunafaa ile tunaita kama mifano ama sample ya kutahini karatasi imetoka. Kwa hivyo usije ukaanza kutahini karatasi ambayo huelewi unatahini, kwa sababu mtihani wa NEC ukija utaandamana na ule utahini. Kwa hivyo ni vizuri, na kama huna nitafute. Ni vizuri ujue kwamba baada ya kutahini mtihani nataka uangazie vigezo vipi. Karatasi itakuwa na sehemu gani na gani na gani. Na kuna vitu vingi vimeongezwa pale katika karatasi ambazo zikuwepo. Natumai itakuwa vema sana, kwa maana kitu kizuri ni kwamba tunatumia mitihani yako sana ambayo wewe mwenyewe unaenda unatayarisha, na tunajua kwa mwanafunzi ambaye atakuwepo, hata kama mwalimu wake atakuwa pengine anapiga nje ile kwa kupiga nje sana anaweza kupata mfano ambao tayari sisi tuko naye, kwa maana tunashukuru wewe tayari. Dawati la lugha, mwalimu wetu huyu anatufaa sana, kwa maana tayari yeye kama amejinyakulia ule mfumo ambao umeshatolewa tayari, kwake inakuwa ni rahisi. Na najua nilikuwa mwanzo nikuulizie kwamba mtihani itakuwa sasa inaandaliwa namna gani, lakini kwa sasa vile umesema tayari utaratibu wa serikali umetolewa, upo, na tunajua wakati tutaanza kufanya ule uchambuzi katika kujibu maswali, kuangazia, najua tutakuwa na mifano bora ya kama karatasi. Haya, twende kazi bwana.
Onyesho ni la kwanza. Tumesema kwamba onyesho hili linatokea katika kikundi ama ukumbi, tuseme ukumbi. Ukumbi ni platform katika Kiingereza. Kwa hivyo ukisema ukumbi tunarejelea platform. Kwa hivyo onyesho hili linatokea katika ukumbi wa WhatsApp na Facebook. Mulika anafuata haya matukio katika kumbi hizi mbili ya WhatsApp na Facebook. Kumbuka ni saa 6 usiku. Tunaelekea mkesha wa uchaguzi. Ni kama leo sasa, alafu kesho sasa tunafanya uchaguzi. Kwa hivyo ukumbi huu umewaka moto. Na ukumbi kuweka moto inamaanisha kwamba watu pale wanajibizana na kutuma jumbe. Sisi wote tumekuwa kwenye vikundi vya WhatsApp, tunajua kazi ambayo inaendelea pale, kwamba kwanza kabisa ujue kwamba usasa umeletwa sana na hali halisi ile, kwamba mara nyingi siku hizi zile emoji wakati unatuma jumbe katika kikundi ama emoji inaambatanishwa pale. Kwa hivyo mara nyingi siku hizi watu wanatumia, kuna emojis na kuna stickers, zote zile zinawekwa pale, kwamba ili ujumbe ushinikize sana na uonyeshe hali mahususi ambayo ilikuwa inarejelewa, lazima mara nyingi watu watumie nini? Zile emoji na zile sticker. Lakini sasa pale kwenye jahazi la Mchongoma, mwandishi Danka Okach ametumia jina jingine tofauti. Hajatumia sticker, hajatumia emoji, hajatoa, ameziita vibonzo. Vibonzo kwa maana ya kibonzo huwa ni cartoon. Naam. Lakini ukiangalia vizuri hizo stickers pia na emoji mara nyingi huwa ni michoro. Kwa hivyo akisema kwamba ni vibonzo pia hayupo atakuwa ametoka, kwa sababu ukiangalia mara nyingi ni muonekano wa kitu fulani, na muonekano wa kitu fulani ambacho kimetolewa kwa njia ya katika Kiingereza graphics, kimetolewa ile uhalisia wake ambao ulikuwepo. Naam, kama ni mtu kama ni kucheka na kulia kwa wakati mmoja, utaonyesha kwa kibonzo ambacho kinaonyesha kwamba kuna kucheka na kulia. Kuna kupaza sauti. Kwa mfano ukitaka kuonyesha kwamba ile mnaita volume iko sawa ama niongeze. Unajua kwa hivyo akionyesha kwa kupaza sauti. Naam. Au mtu ambaye anafagia. Kwa maana kwamba tunatoa uchafu, magugu. Inaweza kuwa tu ni kwanza kwa sticker ukipata sana inakuwa ni rahisi, kwa maana inaonyesha hata mtu kama kufagia anafagia. Upande mwingine unaweza pata wameweka tu ufagio peke yake kama kwa ile emoji. Kwa hivyo tumesema katika onyesho la kwanza matukio yanatokea katika kikundi mitandaoni na kikundi cha WhatsApp na Facebook. Wahusika wapo pale, lakini kuna wahusika wawili ambao wanajitokeza kwa faida ya mwanafunzi ambaye anafaa awe makini sana na wahusika, kwa sababu wale wahusika ndio wanaleta sasa hoja kamili na dhamira ya mwandishi katika onyesho la kwanza. Wahusika hawa mmoja wao yaitwa Mulika, na nimesema Mulika anatumia jina tofauti pale katika kikundi. Mulika anatumia jina la Mizani, lakini pia ukiangalia Mizani ni jina ambalo halijachukuliwa tu na mwandishi. Naam. Mulika unajaribu kusema wazi kwamba kuna wahusika hapa. Ukimleta Mulika na Mizani, unajaribu kusema katika kundi hili la WhatsApp kuna mchezo ambao unafanyika hapa ambao ni mtu mmoja lakini ana account mbili au zaidi. Na ni Mbuyu ndiye anasumbua sana, kwa sababu Mbuyu ana account yake ya kawaida ya Mbuyu, ni mhusika yule Mbuyu ambaye ana account yake pale kwenye ukumbi huu, lakini tena ana account nyingine ambayo haina jina. Ina nambari tu. Kwa mwanafunzi anafaa kufahamu kwamba hizi ni zile tunasema ghost accounts. Naam. Kwamba mtu atakuwa pale lakini huwezi ukapata identity ya huyo mtu. Lakini sasa Mulika naye, Mulika ni kiongozi. Wajua Mulika ni kiongozi wa upinzani. Kuna viongozi wa serikali na kuna viongozi wa upinzani. Sasa kuna vyama viwili vikuu katika jahazi la Mchongoma. Na katika ukumbi wa jahazi la Mchongoma, Mulika ndiye anaeletea serikali iliyopo mamlakani matatizo. Kwa maana kwamba ni mwanasiasa ambaye anapaniwa, na inasemekana kwamba kura za uamuzi ambao umetoka hivi majuzi inaonyesha kwamba Mulika ana asilimia kubwa sana ya kutoa uongozi kama nahodha wa jahazi la Mchongoma. Mwanafunzi akawe makini sana. Sio kwamba ati utafiti umeonyesha ana uwezo wa kuwa rais. Ana uwezo wa kuwa nahodha wa jahazi la Mchongoma. Kwa maana kundi hili lenyewe ni kundi la Mchongoma. Lakini sasa pale katika jahazi hili la Mchongoma bado, japo Mulika yupo pale katika kile kikundi,
watu wengi hawajui Mulika yupo pale, kwa sababu yeye anaonekana kila wakati, lakini jina ambalo anatumia pale sio jina la Mulika, anatumia jina la nini? Mizani. Ni kiongozi ambaye anatumia jina tofauti sana. Kwa hivyo yupo pale na watu hata wakimzungumzia yeye yupo katika kile kikundi, lakini wale watu hawajui kama yupo pale. Naam. Lakini kule mbele tutaona kuna sehemu fulani trafiki ambapo atakasirika na watajua yupo pale kwa sababu ya ule mchakato uliokuwa ukiendelea pale. Kwa hivyo tukianza, Mulika amefika, ni usiku, tumesema saa 6. Mulika anapitia jumbe. Naam, akibofya simu yake, na unapopita kwenye simu unabofya simu, alafu pale akaona kumewaka. Jumbe zipo nyingi. Kwa hivyo anasema kwamba leo kumewaka moto katika ukumbi wa Mchongoma. Sasa huyu ameanza kufuatilia. Kisha maelekezo yanasema akiteremsha jumbe chini. Kwa hivyo anapitia pale. Kisha ujumbe wa kwanza ambao anapata ni wa Kizito. Na Kizito pale anasema kwamba wakati umewadia wa kuangusha viongozi halisi, na si kuangusha vile ni kutenganisha viongozi halisi na viongozi ambao ni vikaragosi vya serikali. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kuna viongozi halisi. Na kiongozi halisi ni kiongozi aina gani? Ni kiongozi ambaye anasimamia mapinduzi, mageuzi na vile anasimamia haki na usawa wa binadamu au wananchi ambao anataka kuongoza. Sasa Kizito anasema wakati umefika. Lakini kumbuka kuna jamaa fulani ambaye anasumbua sana katika kikundi hiki ambaye anaitwa Mbuyu. Mbuyu anasema kwamba hatuna wakati wa viongozi wanaokunywa kashfa kama maji usiku na mchana. Kwa hivyo kuna watu ambao ni viongozi lakini wana kashfa chungu nzima. Kashfa zimewazunguka kila kuchao, kwamba ukimwangalia hana usafi wote. Yeye ni kashfa baada ya kashfa. Lakini si kashfa kama zetu ambazo tunazo. Tumeona jamaa fulani ambaye sisi tunaona ni kama wanampaka kashfa fulani ndiposa aonekane pia yeye si safi kama pamba. Wamesema kwamba anachukua mlungula wakati watu fulani wanakuja kwenye kamati, anawaambia kwamba msiponilipa mimi nasema nyinyi ni wezi. Yeye na wenzake, mimi nitasema nyinyi ni wezi, toeni kitu, acha nyamaze tu. Kwani wakili amekwambia ni jamaa? Masuala haya hapo katika kauli chukachunge mdomo wangu. Lakini haya masuala yapo katika nifuatilie tu kama Wakenya wengine. Sasa mimi nitazungumza. Weka zungumza. Kwa sababu mimi na Mulika. Naomba maoni yote ya huyu Mulika hayaendani vyovyote na kituo hiki cha Mchongoma. Kituo cha Mchongoma hakina nafasi na wakati wa kusikiza wale watu ambao ni wanapiga siasa za uchuki. Lakini jahazi nani nataka kubadilisha nini? Uongozi. Naona patikana. Naam. Kwa hivyo Mbuyu ni kama wale wahusika ambao huwa wanapania sana kuhakikisha kwamba wanaiunga serikali mkono. Japo serikali hata akifanya matatizo, kuna wale watu ambao wakati mwingi utaona wanajaribu kusifu serikali. Japo serikali imekosa, wanasifu serikali. Kwa sababu yeye anasema kwamba siasa za chuki na ubinafsi na kugawanya watu na kuendeleza propaganda haitakubalika katika jahazi la Mchongoma. Lakini kuna Dingo anaingia, na Dingo anasema kwamba Mulika ndiye dawa yao. Amesema maneno mangapi? 4. Mulika ndiye dawa yao. Kisha baada ya pale anaweka picha ya mtu anayecharaza watu viboko. Kwa hivyo anajaribu kueleza kwamba kwamba huyu Mulika viboko tu. Maovu ambayo mlitenda kwenye serikali, Mulika na wamulika na hawamuliki tu, anawanyorosha. Na kumbuka kuna Kizito ambaye yeye alitangulia kuzungumza baada ya Mulika kusema kwamba anataka kuangalia jumbe. Kumbuka mtu wa kwanza alipata ujumbe wake alikuwa ni nani? Ni Kizito. Kisha baada ya pale Mbuyu akakuja akazungumza. Kizito sasa yuko pale. Kizito anapiga makofi. Na anasema kweli kabisa. Anaweka zile emoji za kupiga makofi na anasema kweli kabisa. Kwa hivyo kufikia sasa Kizito na Dingo wanamuunga mkono Mulika. Kisha Mbuyu pale juu ana nafasi tofauti. Na Mbuyu anaendelea na anasema wanawake hawawezi. Kauli yake ya kwanza. Na hajasema mambo mengi. Wanawake hawawezi. Huyo ni nani? Mbuyu. Wanawake hawawezi. Sasa mwanafunzi anafaa awe makini, tutambue mwanamke ni nani hapa mwenye hawezi. Mwanamke ni nani hawezi? Kwa maana nakumbuka watu ni wawili tu. Kuna mirengo miwili. Kuna mwenye anaunga mkono. Na huyu amesema wanawake hawezi. Kwa hivyo inamaanisha Mulika ni mwanamke, kuna uwezekano ni mwanamke. Kwa sababu Dingo naye anachukizwa. Akiingia anasema katika karne hii
bado watu wanapima uwezo wa uongozi kwa jinsia. Dingo anauliza, katika karne hii je, bado watu wanapima uwezo wa wanawake kuongoza au uwezo wa uongozi kwa kutumia kigezo cha jinsia? Usasa ndio upo kwa sasa, na nafasi hii kusema kwamba mwanamke hawezi haipo. Haya ni maneno ya nani? Ya Dingo. Na utaona kwamba sifa za Dingo zinaanza kujitokeza tayari. Kwamba Dingo ni mtu ambaye ni mwenye haki, anapigania haki, na vile vile ni msasa. Sasa kwa sababu ameshasema katika dunia hii ya sasa leo ndugu, hiyo nafasi haipo. Kizito ambaye bado ni rafiki yake nani? Dingo. Kwa rafiki kwa sababu na Kizito wanamuunga mkono nani? Mulika. Kwa sasa tunaanza kujiuliza, Mulika ni mwanamume ama ni mwanamke? Naam. Na Kizito akiingia yasema visiki vyote lazima viondolewe. Visiki mwandishi ametumia visiki. Kwa hivyo mwanafunzi anafaa jiulize, kisiki ni kitu aina gani? Kisiki ni kitu ambacho moja, kwa kumbuka kwa ni mti ukikatwa kisiki kinabaki pale. Kisiki hakikusaidii chochote. Moja ni kwamba hakitanawiri kikawa mti mwingine. Lakini ukicheza vibaya pale, hiyo nafasi kwanza imechukua nafasi. Kisiki kinachukua nafasi. Kwamba huwezi ukatumia sehemu ile kupanda chochote, lakini kipo pale. Na vile vile kina nafasi ya kukuangusha. Na pia kitakuangusha. Ukijigonga ama ukijikua katika kisiki, utaanguka. Na ukianguka utaumia. Kwa hivyo wanasema kwamba visiki vyote lazima viondolewe, na anaweza kufanya hivi ni mmoja tu, Mulika. Mulika bado anasisitizwa, na huyo ni nani? Ni Kizito. Mbuyu yupo pale anawasikiza tu. Lakini katika kusikiza kwao, Mbuyu anawaambia kwamba siasa si chakacha. Siasa si chakacha. Ni misuli ya kupigana na mibabe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba siasa ni mchezo ambao ni mbaya sana. Na kwake ni mchezo wa wanaume. Ni mchezo wa wanaume, mibabe. Kwa sababu kama ukiwa mibabe inamaanisha kwamba anajaribu kuonyesha kwamba yule mwanamke hana uwezo. Hajakolea. Kwa sababu ya jinsia. Kwa sababu ya jinsia. Hapo bado tunasema kumaanisha kwake anasema kuna mwanamke hapo mahali ambapo hana uwezo. Kwa sasa hatujajua bado ni nani. Hatujui bado ni nani. Lakini akisisitiza hivi, Kizito bado yupo pale. Na Kizito wanasema kwamba wewe umepofushwa na visenti unavyopewa. Hii ni kauli anayompatia nani sasa? Anampa Mbuyu. Kwamba Mbuyu wewe anapofushwa na visenti anavyopewa. Na si visenti tu, visenti vichache. Kwa hivyo hali halisi ni kwamba katika mitandao utapata kuna wafuasi wale kupiga kelele kwa sababu ya wanapewa hela fulani. Sasa ile kelele yake si kelele ya kawaida. Anapiga kelele kwa sababu ya nini? Pojo wanayopewa. Sasa anamwambia kwamba wewe umepofushwa. Na pale si kwamba amepofushwa ni jazanda. Kwamba haizi akaona maovu, amefungia macho maovu au vitu ambavyo serikali iliyopo uongozi wa chombo hiki cha jahazi la Mchongoma linaenda mrama, lakini ni kama kwamba yeye haizi akaona. Kisa na maana kuna visenti fulani ambavyo amepewa, na wanasema ni visenti vichache. Huyo ni nani anaambiwa? Mbuyu. Kwa hivyo Mbuyu ni mtu ambaye anaunga serikali iliyopo mamlakani au uongozi wa jahazi, na sasa katika kuunga kwake mkono yasemekana kwamba kuna visenti vichache ambavyo wanapewa, na anaifuchua hili ni Kizito. Lakini Mbuyu hata nyamaza. Unajua Mbuyu ni mtu ambaye yeye ukimrushia na pia yeye anarusha. Sasa tayari ameshutumiwa kwa kulipwa. Naam, ameshutumiwa kwa kulipwa. Hawezi akanyamaza. Naam. Na anasema kwamba nani kakuzuia wewe naye usivipate? Tayari kwake anakubaliana kwamba hajakataa. Sijakataa. Ni kama rafiki yangu fulani namjua. Naam. Ni kama rafiki yangu jamja sana, rafiki yangu fulani ambaye yeye na siasa ni mbaya na huwa anapewa pesa pia na tena huwa fichi. Ukimuuliza ukisema kwamba wewe serikali inafanya maovu na uone, anasema serikali ipo sawa. Na ipo imara kabisa, usijaribu wala hata kuzungumza baya kuhusu serikali. Ukimwambia wewe umepotoka, anasema sijapotoka. Kama unaona kama kuna pesa tunapewa, pia wewe nenda ukapewe. Si pesa zipo, nenda ukapewe, nani kakukataza? Sasa Mbuyu niseme kwamba ni mtu ambaye natafuta sifa yake nzuri. Ana kiburi. Nadhani tu neno mwafaka tu ni kiburi. Ana kiburi fulani.
Na kiburi chake ni kwamba hawaheshimu wale wapinzani. Hata ile kauli yake kwa dharau wanawake anaonyesha kwamba ndio alivyozungumza kuhusu anadharau, anakejeli na vile vile ana ubabe dume, ana vitu vibaya vyote ambavyo unaweza kupata. Na vile vile pia ana nini? Ana kiburi. Na pia tuseme pengine na pengine hajawajibika pia. Alafu Kizito akamwambia pesa si shida, sawa zipo, lakini lazima uchunguze malighafi anayotumia nyuki kuundia asali. Kauli ambayo ni nzito sana. Lazima uchunguze malighafi anayotumia nyuki kuunda asali. Nyuki wa siku hizi si nyuki tu. Inamaanisha nini? Kwamba ndio japo asali imetoka kwa nyuki, usiseme tu kwamba asali ni tamu. Lakini angalia, chunguza malighafi, zile raw materials zinazotumia nyuki kuunda hii asali unayopigania hii. Yaweza kuwa ni vitu ambavyo vitakuathiri katika afya yako. Hayo ni wewe mwenyewe unaibiwa. Vitu vyako vinaibwa kukutengenezea malighafi alafu unabembelezwa nayo. Na anaweza kusema kwamba round hii mawimbi ya mabadiliko yamefika na hamna kutoroka. Awamu hii mawimbi ya mabadiliko yamefika na hamna kutoroka. Lakini kumbuka, Mbuyu ni mtu ambaye yeye anaunga mkono serikali iliyopo mamlakani. Kwa hivyo Mbuyu anasema anakejeli katika maneno ambayo anazungumza, anasema kama ni kejeli. Anasema eti mabadiliko, wajua jinsi alivyosema eti mabadiliko, nguo kuukuu hai mpya kwa kupiga viraka. Kwa hivyo hapa pia taswira iliyochorwa ya Mulika pia si nzuri. Inaonyesha kwamba Mulika ni kama tulivyozoea tunazungumza katika nchi hii kwamba kuna wale viongozi ambao wakiwa wameona uongozi wa sasa una maovu, wanakuja kutuonyesha kwamba huo uovu unajitokeza. Sisi hatutaki huo uovu. Lakini pia wao kuna muda wamekuwa serikalini na wamefanya uovu huo. Wanajaribu tu kwa mfano tu, wakati serikali inaua watu, tuseme ni serikali kwa sababu ni vyombo vya dola ndio vinafanya mauaji, kuna mtu unaweza pata ni waziri wakati huo na hazungumzi vibaya kuhusu wale mauaji kwa sababu yupo wapi? Kwenye serikalini. Lakini anapotemwa nje na uongozi fulani, na huo uongozi sasa ukaanza kukandamiza wananchi, sasa anaona sana macho yanakuwa meupe. Ndio si yeye anayofanya, sasa anaona sana. Lakini kuna wakati pia serikali iliwahi kandamiza watu, akawa yupo pale lakini hakuzungumza, kwa hivyo hatukumwona alichosema. Na ndio maana Mbuyu japo mbaya, kuna ukweli fulani anaosema. Lakini mbona unamlenga rais fulani? Sijalenga mtu. Na mimi kwa maisha yangu nilifuzwa na mamangu mzazi kwamba nisiwahi lenga mtu. Kwa hivyo siwezi nikalenga. Unajaribu kumtaja mgombea fulani wa urais, lakini tusiende pale, tuendelee. Ambaye wakati fulani aliweza kufinywa baada ya kujua kwamba awali alikuwa yeye ana uwezo wa kuwafinya wale. Sasa hivi yeye alipofinywa akahisi uchungu, kitumbua kiingia mchanga, kitumbua chake sasa kikawa kikali sana, haizi akatafuna. Kwa hiyo Mbuyu ni kama katika siasa tu, siasa halisi ni kwamba ndio Mbuyu ukimwangalia ameshauriwa kama mtu mbaya, lakini kuna ukweli fulani pia ambao Mbuyu anazungumza, kwa sababu wakati wenu nguo kuukuu haiwezi kawa mpya kwa kupigwa viraka. Hii ina maana gani? Hali halisi, baadhi ya viongozi ambao sasa hivi wanapiga kelele katika mataifa tofauti ikiwemo taifa letu kwamba wana nafasi ya kubadilisha maisha yenu wananchi, wamekuwa uongozini. Kila ambacho kimebadilika tu ni kwamba sasa hivi tunavyozungumza hawapo katika serikali hii. Lakini ukiweka 1 2 3 unganishe, ni kwamba ni nguo kuukuu ambayo inajaribu kujipiga viraka. Na eti tuone kwamba nguo hizi sasa ni mpya. Lakini haiwezi. Mulika amesema hata upige viraka haiwezi kawa nguo ambayo ni kuukuu. Kuna wakati fulani wakatubadilishia, wakatitumulia mawaziri, na wakaturejeshea bado, wakarejesha wale lakini sasa katika hii ni mpya, katika tofauti. Dingo naye anatetea, anasema kwamba hao viongozi wenye wanazungumziwa wale, na hapa ni Mulika, hawajawahi kuwa katika kilele cha unahodha na nafasi katika jahazi la Mchongoma. Inamaanisha nini? Inaonyesha kwamba anasema kwamba ndio ni wale wanasiasa, lakini hawakupewa nafasi sasa ya kwamba yeye ndiye anafanya maamuzi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba anasema kwamba ndio kama ni kiongozi na hakufanya mabadiliko ni kwa sababu hakuwa na uwezo wa kubadilika. Japo ni kweli pia kwa kiwango fulani, kwa sababu ukipata mbunge
ambaye alikuwa kwenye bunge, ukamwambia kwamba wewe mbunge, ukati umefanya kazi miaka 5, hamna kitu ambacho umefanya. Ulikuwa na nafasi ya kuwa mbunge lakini ukubadilisha. Je, unajua kwamba katika bunge letu la nchi sheria inapitishwa na wabunge wengi, si mmoja. Kwa hivyo anaanza kwa akaleta mswada ule. Lakini ule mswada haukuungwa mkono. Kwa hivyo yeye mmoja haizi akafanya. Naam. Sasa pia kuna ukweli kwa fulani kwamba anaweza kuwa alikuwepo ndio, lakini hakuwa na mamlaka, kwa hivyo hangefanya chochote. Ni kama siasa ambazo tumekuwa tunaambiwa kweli, mimi nilikuwepo, lakini yule ndiye alikuwa lazima aweke sahihi. Aliweka sahihi. Kwa hivyo mimi sikuwa nafasi ile ikuwepo kabisa. Kwa sasa munipe sasa mimi niwachapie. Naam. Lakini Kizito anasema kwamba Kizito sasa, kumbuka, na Dingo walikuwa pamoja. Kwa sasa Dingo ni mhusika mwingine ambaye ndiye ameingia. Lakini Dingo alivyoingia pia ni kana kwamba anarudi. Kwa hivyo sasa tumepata watatu sasa. Anarudi sehemu ya nani? Ya Mulika. Kwa sababu kauli ile kwamba hawajawahi kuwa katika kilele cha uongozi ni Dingo aliyoifanya nini? Aliyoitoa. Na Kizito pia anasema katika kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanarudisha nchi au nahodha wanarudisha jahazi nyuma, kwamba wanaleta nafasi ya ukale katika usasa, kwamba nafasi ya sasa haitaki misuli katika kutambua nafasi ya viongozi na uwezo wa viongozi. Japo wale watu wanaamini kwamba wanaume ndio wanaopatwa kupewa nafasi ya kuongoza. Mbuyu bado anasema kwamba wanawake watavimba vichwa iwapo watapewa nafasi ya kuongoza jahazi la Mchongoma. Kwa hivyo ule ubabedume ambao tunazungumzia hapa kuhusu nani? Mbuyu unajikoleza sasa. Alianza kwamba wanawake hawawezi. Ameenda sasa hivi ameweka wazi kwamba wanawake watavimba vichwa na kutukalia. Hii ni kauli ambayo katika jamii sasa utapata kuna watu ambao wanaamini kwamba uongozi wa wanawake hauwezi ukaendelea mbele, na vile vile wanaamini kwamba wanawake hawana nafasi ya kuongoza, na wanasema kwamba wanawake wakipewa nafasi watawakandamiza wanaume. Japo tena kauli ya Mbuyu tumesema kwamba kila mtu hapa si mbaya na si mzuri. Japo Mbuyu tunasema kwamba ana ubabedume, lakini je, wananchi wakiangalia vizuri kauli anazotoa Mbuyu inaweza kuwa zina mshiko. Tumeona nchi jirani vitu hivi vikifanyika, kwamba kuna watu ambao walipewa nafasi tukasema kwamba ni wazuri, wanaweza wakaleta mabadiliko, lakini kwa sababu ya uoga wa kutaka kuonyesha kwamba wao si hafifu, kuna baadhi ya vitu ambavyo vilifanyika Iran ambavyo si vizuri. Tuliona nchi jirani watu waliuawa, maandamano yakatokea pale, vyombo vya habari vikafungiwa kufanya wakasema hamna nafasi yoyote, na wakafunga mtandao kwamba kuwa na njia yoyote ile ya kufanya nini, ya kupata vitu ambavyo vinafanyika pale. Naam. Kwa hivyo ni ukweli kwamba wanawake wanaweza wakakalia watu. Kwa hivyo Mbuyu pia anahoja. Kumbuka fasili vitu ambavyo vinajitokeza, anahoja. Dingo naye anasema, Dingo alikuja pale akawa anasema kwamba kumbuka alianza kusema kwamba wale viongozi ambao tunarejelea hawajapewa nafasi ya kuwa kwa kilele. Dingo anamuuliza Mbuyu amesoma wapi? Swali moja tu. Swali la kizushi, swali la madharau sana. Unajua ukiulizwa umesoma wapi? Umesoma wapi? Mtu akiulizwa umesoma wapi wewe? Ni kama matusi. Inamaanisha kwamba wewe ulienda shule. Ulienda shule lakini wewe ulisoma wapi wewe? Mkondo wako wa mawazo ni duni sana, ufai kuwa hapa. Mbuyu naye ameshikilia pale bado pale kauli yake. Hata kitusio kama umesoma wapi. Anasema, anamjibu Dingo kwa kusema tu kwamba nafasi ya mwanamke ni bahari pamoja tu, jikoni. Amtunze bwana na walee watoto. Naam. Vitu vingapi? Vitatu. Nafasi ya mwanamke ni pale jikoni. Amtunze mume na walee watoto. Kumbuka kauli anaitoa akielekezea Dingo baada ya Dingo kumtusi. Hakumtusi moja kwa moja, alimuuliza swali, wewe umesomea wapi? Ambapo sisi tumesema kwamba ni kama kutusiwa. Ukiulizwa umesomea wapi? Dingo anakasirika, anamwambia unafikiria kama, kisha anaweka alama za dukuduku. Kwa hivyo hakumalizia ile kauli. Hakumalizia kama ni. Lakini hata kama hakumalizia anaweka vibonzo vinavyokodoa macho. Yaani kuonyesha kwamba ameshtuka, ameshtushwa na kauli yake. Kwa sababu anasema unafikiria kama, kisha anaweka kibonzo ambacho kimekodoa macho.
Kwa hivyo inamaanisha kwamba ameshtuka. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, WhatsApp na Facebook, vibonzo hivi ambavyo vinakodoa macho huwa vinaonyesha kwamba mtu anashangaa kwamba hii kauli haifai kuwa inatoka kwa mtu kama huyu. Kauli hii umeitoa aje? Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye haujielewelewi. Tushangaza sana. Kizito bado pale, kumbuka Kizito Dingo wapo katika sehemu moja. Mbuyu ndio anaonekana kama yupo kivyake. Tayari tushafahamu kwamba kuna watu wawili hapa ambao ni wafuasi wa Mulika. Na Kizito Mbuyu peke yake kufika sasa ndio serikali, upande wa serikali. Alafu Kizito kwa sababu anamuunga mkono, anasema kwamba watu wengine wanafaa kurudishiwa karo walizolipa shuleni. Bado maudhui ya matusi yale ya shule yanaendelea kabisa. Na hii bali inamaanisha kwamba huyu mtu ni kana kwamba hana akili. Kwa maana shuleni hawakusaidika. Na kuna jamaa tunajua aliuliza siku moja, tuseme basi mko na akili. Nakumbuka jamaa fulani alisema, tuseme mlisema kwamba mimi ni watusi hamna akili. Tuseme mna akili. Sasa unaona ni vitu ambavyo ni vya kweli vinajitokeza. Kwa hiyo mtu akikwambia tuseme, wajua ni madharau. Mtu akwambie, mtu aseme kwamba una akili, kisha wewe upige kelele useme bwana anatutusi. Arudi tena kwenye vyombo vya habari aseme kwamba sawa na nasema nilikosea basi. Sasa tuseme basi una hiyo akili. Si utuonyeshe. Yaani wewe tuoneshe kwamba una ile akili basi unasema. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huyu mtu amekuchukua kama mtu ambaye bure kabisa, mtu ambaye hajielewi na hana mwelekeo wowote. Kizito anasema kwamba siasa yenyewe hiyo Mbuyu haelewi siasa. Hiyo ni kauli ya Kizito, amemwambia kwamba haelewi siasa. Lakini Dingo pia anasema anamwambia Mbuyu sasa pia kwamba aende akalale. Kwa sababu kumbuka ilikuwa ni usiku na sasa limefika sasa wewe Mbuyu unaenda tu kalale. Tumechoka na ahadi za uongo. Kumbuka ahadi za uongo hapa tunarejelea serikali. Kwa hivyo Kizito ameamua kusema kwa nini wanataka mapinduzi. Na anasema kwamba wamechoka na zile ahadi za uongo. Tunaahidiwa kazi ambazo nafasi kazi ambazo haziji. Lakini Mode pia anasema kwamba unasoma miaka kama 10 na ngapi? Na 6. Kisha baada ya kusoma miaka 16 unatumia miaka 16 nyingine tena kutafuta kazi. Ukifika sehemu ya kutafuta kazi umeshazeeka tayari. Kisha wanakuambia kwamba you are overqualified. Kwamba yani wewe kwanza umesoma unatumia muda mwingi kusoma, kisha mwingine tena mwingi kutafuta kazi. Unapopata ile kazi unafika pale badala kupewa wanakuambia wewe sasa uko overqualified. Wewe tuwezi. Wanataka watu ambao wamefikia darasa la 8 ndipo wapewe visendi vidogo. Kauli ni nzito na ni kweli. Ukiangalia na nyadhifa, kuna watu ambao wameshikilia nyadhifa katika nchi hii ambao hawajasomea. Japo kuna maprofesa na wale ambao wana shahada za uzamifu na uzamili ambao wamesoma sana na bado hawana kazi. Na nafasi za ajira hazipo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba watu wanataka watu ambao watakuwa kama vikaragosi. Wewe ambao umehitimu ukipewa nafasi ya hiyo kazi, utaifanya hiyo kazi kwa ufasaha. Na serikali pengine haitaki kitu kama hicho kijitokeze. Mbuyu Kundazi Mbuyu ni Kizito anasema kwamba huku kwetu kozi ya kutafuta kazi ni kama inafaa kuwa bado ni sehemu ya masomo, kwa sababu unasoma unamaliza na baada ya kumaliza sasa unaanza sasa kutafuta kazi. Na wanasema kwamba utatafuta kazi iwapo umjui mtu yote serikalini, basi hutapata kazi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba nafasi za kazi ni nafasi ambazo zinapeanwa kwa mujibu wa kujuana. Tumeona hata katika mimi tumezungumzia taaluma yangu. Umeona kashfa zimetokea katika taaluma ya elimu. Umesikia wabunge wenyewe wameanza kupigana vijembe. Wanamwaga mtama mbele ya umati. Kama ile wewe vile ulipewa kandarasi yako unasikia alisimama tu pale kwa mchango na akasema kuja upewe kazi. Kumbuka kuna mbunge wa Nakuru West amekuwa kwenye mitandao akipiga kelele akisema kwamba wanamtisha kwamba yeye atapewa nafasi za kuajiri walimu kwa sababu yeye aungi mkono. Akasema kwamba shida ambayo ipo sasa hizi, mimi watu wangu msiniombe kazi, nimewaambia sitapewa. Kwa hivyo tayari inamaanisha wamechukua jukumu la kuajiri walimu, jukumu la sisi. Lakini sasa wabunge wamekuwa kama sasa ndio taasisi ishapelekwa bungeni. Sasa wabunge wanakuja kwenye michango ya harambee pale, wanakuja kwenye matanga, wanatoa barua zile wakiwaahidi watu kazi. Kwa hivyo inasema kwamba
nafasi ya kutafuta kazi, utazunguka ukitafuta kazi. Huyo ni Mode. Sasa Mode amekuja, amejiunga nao. Mode anasema, na ukiangalia Mode pia na vijana, Mode inakuja kama mwalimu. Ni jina fulani ambalo ukiliangalia linakuja kama mwalimu. Na anasema kwamba utazunguka ukitafuta kazi hata kama umehitimu na utapata. Tutapata wakati wa kuangalia pengine kuchambua kwa undani majina haya, lakini naam, tutaangalia haya majina yametumika vipi. Kwa maana neno kama Mbuyu, Mbuyu anaweza kuwa mzee ambaye hajielewi. Ndio maana vijana wanataka mapinduzi, lakini huyu mzee, na ukiangalia huyu Mbuyu hata anavyofikiria, kwa sababu yeye anasema wanawake ni mtu ambaye ni wa kikale, ndiye anaweza kuwa na mwelekeo ule kwamba wanawake hawapaswi kupata kupewa nafasi ya uongozi, na ndio maana anaitwa Mbuyu. Lakini Mbuyu pia anasema yeye kwake yeye hawa watu wanapiga kelele tu, ni uvivu. Kwa hivyo anasema watu waache uvivu na waache kulaumu serikali. Kuna watu kama hao ambao tukisema chochote kuhusu serikali, wao watakuwa nasema tu watasema kwamba hawana kitu chochote cha kufanya, ni wavivu tu. Naam, wanasema nyinyi ni kazi tu mnapiga kelele. Tafuteni kazi ya kufanya, mwache kutegemea serikali, serikali itasaidia. Serikali saidia. Nafasi za kikazi zinatolewa kwa kupendelea au kwa mapendeleo, kwa mujibu wa nani? Wa Mode. Kumbuka Mbuyu bado anafanya nini? Anaunga mkono serikali na kuitetea serikali. Lakini hao jamaa wamekuwa wengi sasa. Mmoja ameingia pia na ameingia katika ukumbi ule na anasema kwamba nafasi za serikali, nafasi za ajira ambazo zipo zinapeanwa kwa minajili ama kwa mujibu wa mapendeleo, kwamba iwapo wewe haujulikani na wale walio kwa serikali, basi nadhifa ama nafasi za kazi. Na ndio inanikumbusha kuna mahali kule ndani mpaka wakakuja wakasema this is mchongoma. This is mchongoma. Kwa sababu pale mbele kulikuwa na swala la kwanza kabla ya pale, huyu jamaa anaitwa Kizito anazungumzia usawa uliopo si usawa, ukosefu wa usawa uliopo katika serikali na wananchi wa kisasa. Na anasema huyu Kizito kwamba sasa hivi tunavyozungumza katika jahazi la mchongoma hatuna usawa kabisa, kwamba mwisho wa siku utakandamizwa, na hata katika kufidiwa, iwapo hata kwa mfano ardhi itachukuliwa, kwa mfano ardhi imechukuliwa, lakini sasa katika ile hali ya kufidiwa haufidii katika kuangazia nini? Usawa. Kwamba kuna baadhi ya watu katika serikali ambao lengo lao kuu ni kutaka kukandamiza wale watu wa chini na kuwafanya kwamba nafasi zao za ajira na nafasi za kiuchumi zikandamizwe katika eneo hili la nini? La jahazi la mchongoma. Lakini kuna jamaa fulani ambaye alikuwa na mkataba na serikali, na mkataba huu wa serikali ambao alipata wa zamani ilikuwa mkataba kwamba kuna visiwa vilivyokuwa, unajua unavyokuwa una shamba au na eneo fulani ambalo lipo karibu na aidha ni kisiwa au hata hapa nchini utapata mara nyingi mbuga la wanyama. Kwamba kuna wale watu ambao wanaishi karibu na tunasema kwamba hivi vitu ni vya serikali na kadhalika, chemichemi zile za serikali. Mara nyingi serikali huwa inasema kwamba watoke, ondokeni pale, na wakitoka wanafaa kufidiwa. Sasa kulingana na huyu jamaa, mkataba uliowekwa zamani wa kuwafidia ni mkataba ambao haukuwafidia kwa njia inayofaa. Na isitoshe vile vile ziwa hili linafaa likuwa linatoa mazao kama vile samaki. Samaki hizi ambazo zinatolewa, wale wavuvi wanapaswa kuwa wanafanya nini? Wananufaika. Lakini kumbuka serikali imechukua huu mkataba. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata hizi samaki wakivuliwa, bado serikali ina uwezo mkubwa wa kujiendeleza kiuchumi, lakini hizi pesa bado haziwafikii wale wananchi ama wale wavuvi pale chini. Wanauza samaki kwa bei wa kutupa. Na kumbuka wale wavuvi walipaswa wapate nafasi nzuri ya kujiendeleza kiuchumi. Kwa hivyo bado tunaona ukandamizaji upo. Na nani anakandamiza wananchi? Ni serikali. Lakini kuna jamaa mmoja ambaye sasa anaingia wa mwisho. Nadhani sasa huyu jamaa akiingia atakuwa anasawazisha sasa hii sehemu. Na yeye pia anaingia na matatizo. Jamaa ambaye anaitwa Sumba. Huyu jamaa ambaye Sumba huyu anasema haoni sababu ya kurauka mapema kwenda kupiga kura. Kuna baadhi ya wananchi pia vile vile ambao huwa wapo hivyo kwamba hawana nafasi ya kuenda kupiga kura. Kwa sababu gani? Anasema kwamba kura amekuwa anapiga foleni, anapiga kura kila wakati, lakini
yeye mwenyewe hana chochote ambacho kimemfaidi. Isitoshe amesomea uhandisi katika chuo kikuu cha jahazi hapa la Mchongoma. Lakini kufikia sasa hajapata jahazi yoyote miaka 20. Tangu yeye akamilishe masomo yake ya uhandisi, si masomo ya hivi tu, ya uhandisi. Hapa tunapata watu wawili sasa ambao wanaleta masuala ya kwamba ya kutofaidikia pakubwa na kutoka serikali. Naam. Tuna Sumba tayari ameshasema kwamba yeye ni mhandisi. Ameshasoma na akahitimu miaka 20 lakini hajapata jahazi lolote la kufanyia kazi. Haya, tumempata Mode naye anasema nini? Kupata kazi kwanza inafaa iwe tu kama kozi pale Mchongoma. Miaka 16 ya kusoma, 16 nyingine ya kutafuta kazi. Ukifika nafasi ya kutafuta kazi anakuambia you overqualified. Wanatafuta watu ambao wamefika darasa la 8. Wanaleta ili walipe nini? Vijisenti vidogo. Kizito anamwambia kwamba ukitaka kuajiriwa nenda ukauze shamba. Alafu this is Mchongoma. Utajua ujui. Kwa hivyo Kizito kumbuka haungi serikali mkono. Kizito anasema hali halisi tu, anasema kwamba yani kama kwamba basi ni kejeli. Anakejeli akisema kwamba ukitaka kuajiriwa, kumbuka anamwambia nani? Anamwambia Sumba. Lakini yeye ni kama kwa kukejeli kwamba yani usome lakini ukitaka kuajiriwa tena uza shamba. Tumeona watu wangapi wakipiga kelele kwamba aliuza shamba au alichukua mkopo ndipo sasa anunue kazi. Kazi ambayo umesomea, si kwamba unanunua tu, wewe umesoma ukamaliza. Mzazi tena achukue pesa au atafute shamba, auze shamba, auze ardhi yake tena akununulie kazi. Na utafanya kazi miaka ngapi? Alafu tunataka kwamba wale watu wakifika pale wasiwe wafisadi. Kutakuaje? Mtu ameuza shamba. Shamba. Wajua shamba wanasema shamba ni malighafi ambayo ni ya msingi sana. Sasa ukiuza shamba inamaanisha kwamba una shamba yenyewe hiyo sasa. Sasa kuna shida umeongeza. Kwamba ndio umepata kazi lakini hauna maeneo ya kujenga, kulima, kufanya ukulima na kadhalika. Kwa sababu bila shamba sisi hatuwezi tukaishi. Mizozo ya kishamba imekuwa ikileta matatizo hata nchini. Hata ukiangalia wale watu ambao wanapigania nafasi ambazo zilizopo pale katika maeneo tofauti nchini. Watu wengi sana wanapigania ardhi. Ardhi imekuwa ni changamoto. Si Kenya peke yake, katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Hata ukienda katika sisi kama nchi tumekuwa na shida wakati fulani tukipigana na nchi jirani. Kuhusu nini? Mzozo wa ardhi. Na wakasema kwamba maji ni yao lakini ndio chetu. Na kisiwa nacho ni nini? Ni eneo ambalo limezungukwa na maji. Sasa unajiuliza utakuwaje na kisiwa bila maji? Wajua kuna maji wamesema hiyo ni yetu, kisiwa ni chenu. Kweli maajabu. Mashamba yetu yaliteuliwa na serikali. Nani anasema? Sumba. Kwamba serikali ilichukua tayari ameshaambiwa kauze shamba. Sasa anasema hata hiyo shamba ya kuuza haipo. Kwa sababu gani? Mashamba ambayo yalikuwepo yaliteuliwa na nini? Na serikali. Mbuyu anatetea serikali kila wakati. Anasema nini? Acha uchochezi, kila mtu alipewa fidia. Zile ardhi yenu ambayo mnasema mlichukuliwa ilichukuliwa mulilipwa. Lakini Sumba apingi. Katai. Kwa hivyo nikwambia kwa Mbuyu japo anaonyesha kwamba kuna vitu anasema ambazo ni za ukweli. Naam. Kwa sababu Sumba hapingi hiyo kauli. Anasema ambayo ilikuwa mkia wa mbuzi. Kwa hivyo anakubali walifidiwa. Lakini shida ni nini? Ilikuwa mkia wa mbuzi. Pesa zile zilikuwa ni chache, hazitoshi. Lakini Mbuyu anakataa. Anasema hizo pesa zilitosha kununua shamba sehemu nyingine hadi kujenga. Kwa hivyo inamaanisha kwamba pesa ambazo walipewa wale wahusika tunaorejelea ndio waliotumia pesa vibaya. Ufidia walipewa, lakini hao wenyewe ndio walitumia pesa vibaya. Lakini Sumba alisema kwamba tuliponunua shamba tulihamishwa baada ya miaka 10. Kwa hivyo walinunua shamba kwingine. Kauli ya Mbuyu inanipendeza na ningependa nimsomee mtazamaji. Hizo pesa zilitosha kununua shamba kwingine na kujenga. Hukufunzwa mbinu za kuzalisha kazi na kujiajiri katika chuo kikuu cha Chapuo CKC. Ni wewe wa kulaumiwa. Wimbo wa serikali saidia unachosha masikio. Kuna watu ambao wako hivyo kwamba hata sasa hivi ukishindwa kupeleka mtoto shule useme serikali saidia, wanasema nyinyi mnapiga kelele kila wakati na serikali saidia. Serikali saidia. Mtasema serikali saidie mpaka lini? Hilo ni swali ambalo watu wanauliza kila wakati. Na hata sasa hivi ninapozungumza kuna kesi tumekuwa nayo mahali fulani
ambapo mtu alienda kwa serikali kusema kwamba mwanafunzi anafaa kuwa shule, anataka asaidiwe. Serikali badala imsaidie, sasa serikali inaanza kutafuta njia tena ya kupeleka huyo mtoto shuleni bila kulipa. Unajua serikali pia na mambo. Wewe unapiga kelele kwa serikali, badala ya serikali kusaidie, umeletea tena shule shida, kwa sababu ni kana kwamba mtoto wako ataletwa asome bure bila kulipa karo yoyote, kwa sababu serikali inataka kuonyesha kwamba imewajibika. Lakini katika kuonyesha kwamba wamewajibika, bado taasisi fulani zinaumia. Unajua kuna ile tunaita PR katika Kiingereza, ambao sio watu wengi wanaelewa. Kwamba watu wanataka tu kuonyesha kwamba wanajukumika, lakini mwisho wa siku hawajukumiki. Kuna mtu anayekandamizwa, na mara nyingi anayekandamizwa ni yule ambaye anafanya nini? Anayerejelewa. Ndio maana nasema kwamba ardhi walinunua ardhi, huyu Sumba anamjibu sasa nani? Anamjibu Mbuyu kwamba kweli walinunua ardhi, lakini baada ya miaka 10 walisafirishwa kutoka ile eneo, kwamba hiyo eneo ilikuwa ya kufanyia mashindano ya nini? Ya farasi. Yaani mahali walienda kununua. Naam, bado ilikuwa na matatizo. Ni sehemu imetengewa mashindano ya nini? Ya farasi. Lakini hawakufurushwa tu moja kwa moja. Lakini tayari anasema sio walipokwenda kutaka kununua tayari walikuwa washanunua. Baada ya miaka 10 sasa wakafurushwa. Lakini hata ukiona makosa ni ya nani pale? Makosa sio ya serikali. Sio serikali, yeye mwenyewe au yeye. Na Mbuyu naye ni nani? Mbuyu alisema kwamba ardhi hainunuliwi kama mboga. Ardhi hainunuliwi kama mboga. Kwa hiyo inamaanisha huyu jamaa yeye alinunua ardhi kwa kutofuata vigezo ambavyo vinatakikana. Na nadhani kitu ambacho watu wengi wamekuwa na matatizo kwamba unakoniwa, ile wanasema conning katika Kiingereza. Unanunua shamba, hasa hizo shamba ambazo zinatangazwa kila sehemu. Unanunua shamba, kumbe shamba aidha ina kesi au shamba ile hujafuata utaratibu hujachunguza, umefika uliona tu kwamba jamani wanauza ardhi na ni pesa nzuri hii, unachukua pesa unanunua. Lakini ukishanunua unapata kwamba umeibiwa, kwa sababu ile ardhi ina kesi au hata ni ardhi ya serikali. Lakini mtu amekuuzia kama ardhi binafsi. Kwa hivyo hati miliki ya shamba ama ile ardhi haitatoka. Na sasa nadhani Sumba walifanya hiyo kosa. Na Mbuyu anamwambia kwamba ardhi hainunuliwi kama mboga. Usilaumu serikali kwa kosa ambalo ni wazi kwamba ni lenu nyinyi mliofanya. Huo ni mwiba wa kujichoma. Kwa hivyo mwiba wa kujichoma hauna kilio. Wewe ulivyojichoma mwenyewe umia mwenyewe. Lakini Sumba anasema kwamba unafaa pia nawe uende wote pamoja na viboko huko. Uende wote jua. Amekasirika, unaona kumbuka ile eneo la kwanza la ziwa pale. Ilikuwa imetengewa nafasi ya viboko kufanya nini? Sasa huyu amekasirika, amesema sasa basi na wewe pia Mbuyu unafaa uende ujiunge na wale viboko ambao walichukua ardhi ile ya kwanza, wote huko jua. Lakini Mbuyu anamwambia ukweli unauma. Sio? Ukweli unauma. Na ni kweli kwamba ukweli kwamba unauma. Watu wapende bingwa naona na kipindi hiki katika awamu ya kwanza natumai ile onesho hatutalikamilisha kwa aliwezi kamilika. Ningependa tusisonge zaidi, tuachie hapo kwa ukweli unauma. Ukweli unauma. Mtazamaji umesikia kweli unauma. Kwa maana hela nini mnasema serikali haikuwapa fidia iliwatimua. Ikawapa fidia. Kwanza mwanzo mlisema haikuwapa. Nyinyi ulianza kwamba serikali ilitua ardhi yetu. Naam. Lakini mkaambia wacha tupunguze uongo. Simulifidiwa ambao ulikuwa mkia wa mbuzi. Kwa hivyo umekubali. Mkia wa mbuzi. Kaambia mkia wa mbuzi ulitosha kununua na kujenga. Kwa hivyo ulitumia pesa vibaya? Akasema ndio, tulienda mahali tuliponunua, tuliambiwa baadaye ardhi ile ilitengewa mashindano ya farasi. Baada ya miaka 10 wewe wakafurushwa. Mwenyewe ni mwiba wako kujidunga, kwa maana haukufuata. Ulinunua kama mboga. Ulinunua ardhi kama mboga. Naam. Huyo akakasirika, akamwambia nawe basi nenda ukajiunge na wale viboko mkaote jua. Kwa ardhi yetu ya kwanza waliambiwa wote jua. Lakini tukaambiwa sasa ukweli unauma. Ukweli unauma. Jamani. Naomba sisi tukamilishie pale bingwa, alafu tuendelee kutokea pale wiki kesho. Tujue katika onesho la kwanza sehemu ya pili itakuwaje. Sehemu ya pili itakuwaje. Kwa maana najua tayari tumeona hapa serikali kulingana na Mbuyu
ina ukweli wake na msimamo wake. Inasema kwa masuala, kuna masuala yameibuliwa, masuala ya ajira imejitokeza, masuala historical injustice ama tunazungumzia Kenya hapa. Hata hayati Raila alikuwa anazungumzia historical injustice, akaaga akisema kila wakati katika ripoti yake anasema zile historical injustice lazima tuangalie, zipo. Kwa hivyo watu walifidiwa, wengine hawakufidiwa, ama wakifidiwa pesa zikutosha na vitu kama hivyo. Mimi kama mjukuu wa Maumau vile vile sikufidiwa. Ukufidiwa kweli kabisa. Babu zako walipitia matatizo magumu bwana. Wakaumia, ukakosa wazazi. Kabisa. Mimi naomba tukamilishie hapa maneno yako ya mwisho. Maneno yangu ya mwisho ni kwamba nimezungumza leo, sizungumzii senior school, sizungumzii 844, nazungumzia grade ya 10, 11, 12. Nimesema kwamba watu washaanza kusoma. Tunaelekea likizo fupi weekend kesho watu wanaenda likizo fupi. Katika likizo fupi tukirudi tutakuwa tumebakisha wiki chache na tunakamilisha muhula. Kisha tuingia muhula wa pili. Grade ya 10 wameingia senior school, ni mara ya kwanza. Kiswahili kile tumesema ni somo ambacho kinafunzwa kama somo tu. Kuna ile school based assessment SBA ambayo itakuwa inafanywa na baadhi ya maswali yatakuwa yanatoka NEC. Kwa hivyo walimu watakuwa wanafanya nini? Wanazidownload kutumia mitandao, kisha wanawapa wanafunzi, wakimaliza wanapeleka wanarejesha matokeo na ripoti ile. Hii inamaanisha kwamba walimu wanapaswa kujua kwamba ni muhimu sana walimu wajue vigezo vya kutahini, kwa sababu watu wengi sana katika JSS tuliona matatizo ambayo yalitokea. Watu waliambia wanafunzi kwamba mfumo huu si mfumo wa kutahini kila wakati. Kwa hivyo wako wametulia na utahini uko unafanywa na tathmini hizi zinafanya zinakusanywa pamoja. Wakati watu walidhani kwamba si muhimu, ndio wanafunzi yaingie katika senior school nzuri, akagundulika kwamba lazima uwe na alama fulani, umejumlishwa kila kitu, na lazima uwe na alama nzuri. Kwa hivyo bado turudi pale kwamba bila alama nzuri hakuna mahali ungeenda. Ni mbaya sana, kwa sababu hawa watoto tayari hana nafasi nyingine. Kama ameingia STEM. Wajua 844 mwanafunzi kama angepata C+ na asipate ile alama kwenda kufanya uinjinia, angetafuta kitu kingine cha kufanya nayo C+. Hapa tayari ni kubaya. Yeye katika kusoma kwake ni biolojia tu amesoma, ni STEM. Sasa ataenda wapi? Akianguka na asipate nafasi ya kujiunga na kozi pale, basi inamaanisha kwamba mambo yake yamekamilikia pale, kuisha kabisa. Kwa hivyo tafadhali tuwe makini. Hawa watoto lazima wapite tu, kwa sababu hana nia nyingine. Hawezi akawa mtangazaji na tayari amechukua mkondo wa daktari. Kwa hivyo lazima umsaidie awe daktari, afikishe zile pointi za kuwa daktari na aingie afanye udaktari. Kwa hivyo tusiwe watepetevu kazini. Baadhi ya makosa ambayo ilitokea, mimi usema wazi, makosa yalitokea pale JSS nyingi sana. Sitaki vitu hivi vitokeze tena katika senior school. Tutakuwa tumewahini hawa wanafunzi vibaya sana. Tayari wamehiniwa wengine, wanasuasua. Tunajaribu kurekebisha masuala. Naam. Sasa tusiwarudishe tena pale. Naam, asante sana Mwalimu Witkins Brian kwa kutufaa leo. Onyesho la kwanza tumemalizia kwa ukweli unauma sio? Tutakuwa tunaendelea juma kesho kutokea hapo ili tuweze kumfahamu wanafunzi. Onyesho la kwanza najua tutalimaliza juma kesho. Naam, itakamilika juma kesho. Naam. Kisha tuanze onyesho la pili juma linafuata. Naam. Juma linafuata. Mwanafunzi kasome kitabu. Hata tuseme mara ngapi hatikoa hautatainiwa, kama alivyosema kuna wanafunzi waliwekwa pabaya kwa kuambia kwa hakuna si lazima sio nini, wakajikuta sasa wanaingia katika sekondari kuu, wanasema una point ngapi, una point ngapi, unagundua hukufikisha kwa maana ulilegea. Asante sana Kevin Kibet kwa uelekezi wako. Tukutane juma kesho mtazamaji, uwe na wiki ambao una manufaa.